Hamjambo wanafunzi, tumekutana tena katika somo letu la lugha ya Kiswahili. Mwalimu wenu ni yule yule Konzi Nzaka, na kama nilivyowaeleza katika kipindi kilichopita kwamba tungekutana tena ili niweze kuendeleza kuhusu ile insha ya ripoti ambayo walipewa wanafunzi wa mwaka 2015. Kwa sababu ya muda, kipindi kile hatungeweza kukamilisha sehemu hii, na bila shaka muda ukiwa katika upande wetu tutaweza kukamilisha ili uweze kuona ni vipi insha ya ripoti ingeweza kuandikwa. Kwa hivyo kama ilivyo desturi na ada, wacha ni kuandikie mdokezo wa somo tunalojifunza kwa sasa. Na insha hii ilikuwako ni ripoti. Bila shaka unakumbuka kwamba tulikuwa tumefika sehemu ambayo ilikuwako ni hadidu za rejea, na nikakupatia namna ambavyo ungeandika katika sehemu hiyo. Kwa hivyo hivi sasa wacha niingie katika sehemu ya pili ya uandikaji wa insha yetu ya ripoti ya huo mwaka wa 2015, ambapo ilikuwa inazungumzia chanzo cha wanafunzi wa eneo linaloitwa Tekeleza kuacha shule kabla kukamilisha masomo yao. Kwa hivyo katika sehemu yetu ya pili, kuambatana na vile tulikuwa tumeanza, hii sehemu yetu ya pili ni utaratibu wa kuandika. Utaratibu wa kuandika ripoti. Kwa hivyo hapa ningependa unisikilize kwa makini mwanafunzi, ama uzame zaidi katika hii sehemu, kwa sababu hii ndio sehemu muhimu kabisa. Kwanza kabisa, baada ya kutambua ama kuelewa ile anwani, andika vidokezo. Vidokezo hivi viingie katika chanzo cha wale wanafunzi kufanya nini? Kuacha shule kabla kukamilisha. Kwa hivyo katika utaratibu kuna sehemu pale ambayo umetengewa wewe katika kile kitabu chako, kile jarida chako. Hapo kando unaweza kuandika vidokezo vyako kwa kalamu ya mate ama kalamu ya risasi, halafu unaandika kwa mapana baadaye. Lakini pia vile vile ukumbuke kufuta hivi vidokezo vyako baada ya kuandika ile ripoti. Baada ya hapo umeandika vidokezo vyako ambavyo nitakuja kukuandikia hapa chini baadaye. Sasa utaanza katika kila kidokezo kiwe katika aya yake, katika kila kidokezo iwe katika aya yake. Kwa sababu hii ni sehemu ya pili, utaandika ile mbili yako pale. Halafu kwa sababu unataka kuandika swala la kwanza, ambayo ndiyo ni aya yako ya kwanza, unafuatiliza na moja. Halafu pale utaandika uchanganuzi ulifanywa kuhusu uachaji wa shule mapema. Katika hii sehemu unatoa sababu zile ambazo zilifanya hao wanafunzi kuacha masomo yao mapema. Halafu papo hapo katika hii sehemu utazungumzia pia ukaguzi ulifanywa katika maeneo mbalimbali. Nafikiria unakumbuka katika kipindi changu ambacho kimepita kuambatana na uandikaji wa ripoti, nilikueleza katika lile eneo la Tekeleza kuna vijieneo
ndani ya tekeleza. Kwa hivyo sio maeneo yote ambayo wanafunzi wanawacha shule kabla kukamilisha. Lazima kulikuwa kuna vijieneo. Kwa hivyo wewe lazima uwe mbunifu, ubuni baadhi ya vijieneo ambavyo vinapatikana katika eneo la tekeleza, kama nilivyokupatia mfano pale katika ufuo wa bahari, ambapo watoto wanaparamia kwenda kufanya kazi, kuongoza watalii, kuvua na kadhalika. Kwa hivyo katika hii sehemu ambayo ni ya utaratibu, ukaguzi ulifanywa katika maeneo mbalimbali. Kwa hivyo utazitaja hizo sehemu. Halafu baada ya kumaliza hiyo aya, unakuja katika, kwa sababu bado tuko katika sehemu ya pili, unakuja tu unaweka pale yako ya pili. Halafu hapo unaandika kufanyika kwa mahojiano katika maeneo ambako wanafunzi wengi waliwacha shule mapema. Kwa hivyo hapa unajadili maeneo yaliyoathirika zaidi katika uachaji wa shule. Kwa hivyo hapa utayataja kwa kina. Pia vile vile utaweza kuandika wahusika, wanafunzi na wazazi. Kwa hivyo kwa sababu hii ni sehemu utaizungumzia katika hali ya mahojiano, hapa utafanya kwa njia ya mahojiano. Kwa mfano unaweza ukasema kwamba katika kupata kiini cha sababu za wanafunzi kuacha shule, niliweza kuhojiana na baadhi ya wazazi wa eneo lile ambalo utakuwa umebuni wewe mwenyewe. Baada ya kuwasikiliza wazazi kwa kina, wanilieleza kwa sababu ya hali ya umaskini, hali ya ukosefu wa miundo misingi ya kifamilia ndio inasababisha wanafunzi hao kufanya nini? Kuacha shule mapema. Halafu baada ya kuzungumza na wazazi, unaenda kwa wanafunzi wenyewe. Wanafunzi wale ambao wamekuwa katika hali ya kuacha ile shule. Usiende kwa wale wanafunzi ambao wako kule shuleni. Taja wale wanafunzi ambao wamewacha. Uweze kuuliza sababu haswa zinazowafanya wao kuweza kuacha shule. Halafu unawahoji pia. Na mahojiano yako unayaandika pale zile sababu. Halafu baada ya hapo pia vile vile unaweza kuingia kwa kina, uende ukawaulize walimu. Uweze kujua ni kwa sababu gani hao wanafunzi wanawacha, na wanawacha kwa kiwango gani, na kama wanawacha kwa kimsimu, ni msimu gani haswa huwa wanafunzi wengi wanawacha shule. Je, ni wakati wa watalii wamekuja wengi, kwa sababu mimi mfano wangu nitatumia ufuo wa bahari, ama ni wakati gani? Kwa hivyo hapa katika hii sehemu ya utaratibu wa pili utazungumza kuhusu nini? Kuhusu mahojiano katika zile sehemu ambazo zimeathirika zaidi. Halafu unakuja katika sehemu ya tatu. Katika sehemu ya tatu, mwanafunzi, wewe katika ile ripoti yako utagusa sehemu kama hii: mashauriano yaliyofanywa na kamati husika mbalimbali, kama vile mashirika ya kibinafsi, kamati za wazazi wa shule mbalimbali, kamati za elimu, wafadhili, kamati za kidini kuhusu masuala ya elimu na kadhalika. Kwa hivyo baada ya kutoka katika ibara ya pili, wewe hapa unazungumzia ni watu gani haswa baadaye ulienda pale kushauriana nao ili kuweza kutatua hili tatizo la uachaji wa shule. Bila shaka kama ni umaskini, utaenda kwa kamati za wafadhili. Kamati za wafadhili, pengine kuna mashirika ya kujitolea, pengine kuna mashirika ya haki za watoto, pengine kuna mashirika ambayo ni
banki ama kijamii na kadhalika. Kwa hivyo sehemu hii unaweza kuzungumzia kuhusu mashauriano. Ulifanya nini? Ulishauriana na nani? Mashauriano. Eneo husika na kadhalika. Kwa hivyo katika hii ibara ya 3 utazungumzia namna ulivyohoji hawa watu. Hapa utazungumzia tu namna ulivyohoji hawa watu ili kuweza kukusanya ripoti yako iweze kukamilika. Baada ya kuandika hivyo, basi utakuja katika matokeo. Hii ukumbuke ni ibara ya 2. Sasa unakuja katika matokeo. Je, baada ya kufanya haya yote, baada ya kufanya uchanganuzi wako, ukaguzi uliofanywa katika maeneo mbalimbali, umefanya hayo yote, ukakuja katika mashauriano na hao wanakamati, matokeo yako ni yapi? Kwa hivyo hapo tumetoka katika ibara ya 2, tumekuja ibara ya 3. Unaenda hatua kwa hatua. Huo ndio ule muundo sasa wa uandikaji wa ripoti. Katika matokeo hayo, kabla sijagusia kwa kina, ningependa kujua kama kuna swali lolote katika zile sehemu ambazo tayari nimekwisha kuzigusia. Basi kama hakuna swali, inamaanisha kwamba muko pamoja na mimi katika udondosi wangu ama uchambuzi wangu wa uandikaji wa ripoti. Umeandika hayo yote, unaandika sasa matokeo. Katika matokeo, mwanafunzi huyu alipaswa kuandika maswala yale haswa, kiini kilichosababisha hao wanafunzi kuacha shule kabla wakati unaopaswa. Kwa hivyo mimi niliandika hivi: uchanganuzi wa sababu za kuacha shule kabla kukamilisha. Uchanganuzi huu ulisababishwa na sababu zifuatazo. Hapa ni lazima uandike huu mdokezo. Halafu baada ya kutoa ule mdokezo, kwa sababu tuko sehemu ya 3, ni lazima kila jambo liwe katika aya yake. Mimi nitaziandika moja baada ya nyingine. Kwa sababu ni ya 3, pale nitaandika ile 3 yangu. Halafu sababu ya kwanza pale nitaandika umaskini. Katika umaskini nitataja kwa kina umaskini huu ni wa hali gani. Umaskini unaweza kusababisha mwanafunzi kuacha shule kwa sababu labda anaenda shule akiwa hana chochote kwenye tumbo, hakustaftahi. Anaporudi nyumbani pia vile vile kwa chakula cha mcha, pia vile vile atakuta kwamba hakuna chochote. Mwanafunzi kama huyu, basi ule maskini utatatiza hali yake ya kuweza kuendelea na masomo hadi amalize. Kwa hivyo hapo maskini utautafutia vidokezo vyake. Wewe unajua umaskini ni nini? Sawa? Umaskini ambao unasababisha mpaka sare za shule zinaisha na anakosa sare nyingine. Halafu sababu nyingine ambayo itafuata pale
ni tamaduni zilizopitwa na wakati. Mimi nilichagua hiyo. Tamaduni hizi ni kama gani? Kama ukeketaji wa mtoto wa kike. Na anapokeketwa ile mtoto wa kike, bila shaka hataweza kumaliza masomo yake. Tamaduni ya kuolewa katika hali ya mapema. Pia tamaduni ya kuoa kwa katika hali ya mapema. Pia vile vile tamaduni zingine zinasema kwamba wewe si umejua tu kusoma na kuandika, hakuna haja ya kuendelea na masomo. Kwa hivyo tamaduni zilizopitwa na wakati. Ya tatu, unaweza kuzungumzia kuhusu ajira za watoto. Katika ajira za watoto hapa, mimi kwa mfano vile nilikuwa nimekuchagulia sehemu za ufukweni. Kule watoto wengi huwa wanakosa kwenda shule kwa sababu gani? Ya pesa. Watalii wanapokuja, basi wao huipatia kisogo elimu na kuweza kukimbia kule. Ndiposa nikakuambia kwamba ulipozungumza na hawa watu, je, ni msimu gani haswa ulikuwa unaleta changamoto katika uachaji wa shule? Kwa hivyo haya yote ambayo utakuwa umeyazungumzia pale unayaweka hii sehemu. Halafu na jambo la 4 pale unazungumzia kuhusu ulezi wa mzazi mmoja. Mara nyingi sana familia nyingi zinapovunjika, basi malezi ya mzazi mmoja huleta changamoto katika elimu pia. Kwa mfano, mama anakuwa mpole, hawezi kuwasukuma hawa watoto, mama ni maskini, hajiwezi na kadhalika. Kwa hivyo hapo utazungumzia kuhusu mambo hayo. Halafu baada ya hayo yote, baada ya kuandika hayo yote na mengine mengi, hapa ni mfano tu. Ningependa upate vidokezo vingi zaidi. Baada ya kuzungumza hayo yote katika ibara ya matokeo, unaingia katika ibara ya 4 ambayo ni mapendekezo. Ukumbuke huu ni muundo wa ripoti wote. Kwa hivyo utaandika namna ambavyo mimi ninakuandikia pale. Katika sehemu hii ya mapendekezo, itaje na kufafanua hoja za matokeo. Kwa hivyo zile hoja ambazo utakuwa umezipata hapa katika matokeo, hayo ndiyo mapendekezo yako. Hapa ndio utaweza kupata suluhu ya hawa wanafunzi wa eneo la telekeza kuacha shule. Je, kuna swali hadi hapo kabla sijaingia katika hii ibara ya 4 ya mapendekezo? Basi kama hakuna swali, nimesema katika sehemu ya mapendekezo yako yatoke katika vile vidokezo vyako ambavyo umevitoa katika matokeo. Hapa unaweza ukaandika namna hii. Mapendekezo yako: umaskini. Unatoa vipi hawa watu wanaweza kujitoa katika hili lindi la umaskini ili waweze kutoa hii shida ya uachaji wa shule mapema kabla kukamilisha. Baada ya kuandika vile vipengele ambavyo vinahitajika vya kuweza kupiga vita umaskini, ukiwacha pale, halafu unakuja nini? Unakuja hii ya pili. Kile ambacho ningependa ufanye, unakuja tu pale, unaangalia hoja yako ya kwanza ni gani? Ni umaskini, na unazungumzia pale umaskini. Kwa mfano, unaweza kutaja kwamba kule shuleni kuwe na utaratibu wa chakula, ili wanafunzi watakapoenda kule waweze kupata chakula cha kuweza kuwafanya
wasiweze kufikiria kuacha masomo. Pia vile vile katika hali ya umaskini, wazazi wa hao watoto mnaweza mkafungua miradi ambayo itawasaidia kuweza kupata karo za shule na kadhalika. Utaendelea namna hiyo. Tamaduni zilizopitwa na wakati. Hapa unapeleka watu wa kuhamasisha, kueleza athari za kukeketa mtoto wa shule. Pia vile vile athari za kuwaoza watoto wakiwa wadogo na kadhalika. Halafu katika ajira za watoto, pale mnapiga vita ajira za watoto mkishirikiana na viongozi wa mashinani kama vile chifu, kaimu wake, dio hadi yule wa juu kabisa. Kwa hivyo ajira za watoto unatoa mapendekezo yako hapa, na unasema pia vile vile yule atapatikana pengine aweze kuadhibiwa kisheria. Ulezi wa mzazi mmoja, kwa mfano hapo unaweza kutaja talaka ambazo zinatokea kiholela kwa sababu ya umaskini. Pengine janga la hili gonjwa linaitwa ukimwi limefanya familia nyingi kwa moja. Kwa hivyo namna utakavyoweza kusaidia hizi familia hapa, iwe ndio ni mapendekezo yako. Kwa hivyo mimi ningekuwako niko na mapendekezo mangapi? Mapendekezo 4 kuambatana na matokeo yangu. Baada ya kuandika hayo yote, utahitimisha. Nitarudia. Baada ya kuandika hayo yote, utahitimisha insha yako ya ripoti namna hii. Utahitimisha ripoti yako namna hii, chini tu ya mapendekezo yako. Hapa nitakusomea. Nimeandika mapendekezo, nimemaliza. Insha yako utahitimisha namna hii. Inaaminiwa kuwa mapendekezo yaliyomo katika ripoti hii yatazingatiwa na kamati ya uongozi wa tekeleza kuhusu wanafunzi kuacha shule kabla kukamilisha masomo na kuwasilishwa kwa wanaohusika kuhimiza utekelezaji wake. Hapo utakuwako umemaliza insha yako ya ripoti na uko tayari kuiwasilisha kwa kutathminiwa na yule ambaye atakuwa amekutahini. Kwa mfano, huyu mwanafunzi wa mwaka 2015 atakuwa amehitimisha insha yake namna hiyo, akisubiri tu sasa tathmini ya yule aliyemtahini. Ningependa kurudia maelezo ya hitimisho ama baada ya mapendekezo. Inaaminiwa kuwa mapendekezo yaliyomo katika ripoti hii yatazingatiwa na kamati ya uongozi wa tekeleza kuhusu wanafunzi kuacha shule kabla kukamilisha masomo na kuwasilishwa kwa wanaohusika kuhimiza utekelezaji wake. Kama vile nilivyokuambia kwamba katika ile hadidu yangu ni kwamba yale mapendekezo uliyoyatoa yako yale ya dharura ambayo yatapewa kipaumbele, na kuna yale ambayo yatafanywa polepole. Kwa hivyo wale viongozi wa tekeleza ni watu kama machifu, makaimu wao, madio, watu wazee wa nyumba 10, na pia vile vile unaweza ukatoa vijana ambao pengine walimaliza chuo kikuu wako katika hilo eneo, waweze kuhamasisha hawa watoto wanaoacha shule mapema, na kisha baadaye hii ripoti iweze kutekelezwa na watu wanaohusika wa ngazi za juu, na ripoti hiyo hiyo iweze kuwafikia washikadau mbalimbali. Hadi hapo nimefikia mwisho wa somo langu la leo, na nilikuwa ninagusia kuhusu uandikaji wa ripoti
ambayo ilikuwa inahusu insha ya mwaka 2015, na bila shaka wewe mwanafunzi ambao unatarajia kufanya mtihani wako, ukipewa insha ripoti kama hiyo hutakuwa na tatizo, utafuata tu mwelekezo ule nimekupatia. Ni wenu mwalimu Konzi Nzaka nikisema hadi wakati mwingine, kwaherini.